Ningependa kuanza kidogo kutambulisha Wape Tabasamu. Wape Tabasamu, upendo mkubwa ambao mnaendelea kutuonyesha siku hadi siku. Kwa majina naitwa Lugano Nicholas Mwamtobe, ni mratibu wa tamasha la Wape Tabasamu. Wape Tabasamu ni taasisi sio ya kiserikali ambayo ilianzishwa mwaka 2022 na kusajiliwa kupata usajili kamili mwaka 2024. Na kwa sasa tumekuwa tunadeal na kutoa misaada kwa maana charity event ambayo tunafanya, ambayo inakuwa ni mechi ya hisani inayohusisha timu Kibwana Shomari na timu Dickson Job. Wape Tabasamu tumeshafanya misimu kadhaa ambayo imepita na sasa tuko kwenye msimu wa 4 ambao kuna mambo kadhaa tutakwenda kuyaelezea ambayo yataelezewa na mwenyekiti wa taasisi Mr. George Job. Kwa hiyo ningependa kumkaribisha aelezee mafupi kuhusiana na msimu wetu wa 4 tunaokwenda kuanza. Karibu. Habari zenu. Kama alivyotangulia kuzungumza mwenzangu, nadhani nitaenda moja kwa moja kwenye kueleza msimu wetu wa 4. Na msimu huu wa 4 tunaenda kufanya jambo lingine tena. Mwaka jana tulifanya ukarabati kwenye jengo la hospitali ya mkoa, maternity ward. Msimu wa nyuma tulifanya tena msaada mwingine ambao tulifanya ukarabati, tulitoa msaada kwenye wilaya ya Morogoro vijijini, tukipeleka kwenye zahanati 2 ya Karundwa pamoja na ile nyingine ambayo tulipeleka vifaa tiba pamoja na vitanda. Sasa safari hii tunaenda kutoa bima kwa watu 500. Ni mchakato ambao hauwezi kukamilika kwa mara moja, lakini tumeamua kuanza, na hii mechi inaenda kuweka awareness ya kampeni yetu ya mwaka wetu huu wa 4. Kwa tutatoa bima kwa watu 500, tukigroup 250 watoto na 250 wazee. Sasa namna gani ambavyo tutaenda kupata hawa watu ni mchakato ambao utafanyika kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Morogoro. Kwa hiyo ni mchakato ambao utakuwa ni endelevu, hatuwezi kukamilisha mara moja kwa kupata watu 500, lakini utakuwa unaendelea. Kwa hiyo hii mechi inaenda kuwa kama awareness, ku raise awareness, watu kufahamu kwamba Wape Tabasamu kwa mwaka huu inaenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo ndo kampeni yetu ya muhula huu au mwaka huu wa 4 ambao utaenda kufanyika tarehe 6 ya mwezi wa 7, Jumapili, inshallah tukijaliwa uhai, tutaifanya pale kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro. Na kwa msimu huu wa 4 tuko na washirika mbalimbali au wadau mbalimbali ambao wametuunga mkono kwenye mwaka huu. Wapo ambao tumeendelea kuwa nao, wapo sio kwa mwaka wa kwanza au mwaka wa pili. Of course GSM Foundation wako na sisi sio kwa mara ya kwanza, mwaka jana walikuwa nasi na hata mwaka juzi pia walikuwa nasi. Kwa wanaendelea kutunga mkono katika juhudi ambazo tunaendelea kuzifanya. Mwaka jana tunafahamu tulikuwa tuko na wengine ambao walituunga mkono kwa wakati ule. Sasa hizi tuna GSM Foundation ambao wanaendelea kutunga mkono licha alikuwepo miaka ya nyuma, lakini pia yapo mataasisi mengine, NBC Bank, wapo na washirika wengine ambao wanaonekana brand zao ziko hapo, GSM Cola ambao nao wanatunga mkono kwenye hili, lakini pia Robi One Farmers na wengine ambao wanashiriki. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa namna ambavyo wanatuunga mkono, na sisi tunakuja mbele zenu wadau, tunaomba mtuunge mkono kwenye hiki ambacho tunaendelea kukifanya, na tunaamini msimu wa 4 utakuwa ni msimu mwingine bora kama ambavyo misimu mingine 3 imepita. Sasa nitatoa nafasi watazungumza wenzangu. Najua wachezaji wao mostly watazungumza juu ya timu zao kwa sababu ndo burudani ambayo watu wanaisubiri zaidi, lakini kwenye kila burudani nyuma yake kuna lengo. Kwa hiyo mimi kazi yangu kuelezea lengo la msimu, alafu then burudani itaelezwa na wachezaji wenyewe. Wachezaji ambao watapatikana kwenye tamasha ni wakina nani na kuna nini. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea kuwepo. Kwa hiyo mbeleni kadri utaratibu utakavyozidi kwenda tutajulishana mengine ndani ya press hii, sio mbeleni kwa siku nyingine. Ndani ya press hii tutaeleza mengine. Kwa hiyo kwa wakati huu naomba nimkaribishe dada Faith kutoka GSM Foundation naye aongee machache. Sasa ningependa kuzungumzia machache ambayo yatafanyika kwenye msimu wa 4 kwa maana activations. Watashazoea tunakuwa na activations kadhaa. Tutakuwa na activation ya kugawa mafuta kwa afisa usafirishaji, wanapenda kutambulika hivyo. Kwa ndugu zetu afisa usafirishaji, tabasamu litawafikia ambao maarufu kama bodaboda. Tuna mpango wa kufanya hiyo activation na wao na tutaifanya. Pia tutakuwa na swala lingine gala dinner
ambayo tutaifanya tarehe 5 ya Jumamosi kwa kushirikiana na wadau wengine wa Morogoro pamoja na wengine ambao watakuwa wanatoka kwenye mkoa huu. Tutafanya invitation, tuweke gala dinner kuongeza awareness, lakini pia kuendeleza mchango wa kuhakikisha kwamba lengo linafikiwa. Tumetaja idadi ya watu ambao tunataka kuwafikia kutoa bima, lakini kidogo hatukuweka wazi mchanganuo wa gharama jinsi zinavyokwenda. Kiasi cha shilingi milioni 66 zinatakiwa kwa ajili ya kuhakikisha watoto 250 wanapata bima, lakini kiasi cha shilingi milioni 177 kwa ajili ya kuhakikisha wazee 250 wanapata bima. Na ndio maana nikatangulia kusema kwamba si mchakato wa mara moja, kwa sababu gharama yake hapo ukiipiga mahesabu milioni 66 jumlisha 177 unapata hesabu nzuri tu ambayo unaona si rahisi sana kukamilika kwa pamoja. Ndio maana tunasema ni mchakato ambao utakuwa ni endelevu, lakini mchakato endelevu kwa sababu namna pia kuwapata wanufaika inabidi uwe legit, upate watu ambao kweli wana uhitaji na uhakika kupata hiyo. Na ndio maana tumeingiza ofisi ya mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba tunafanya mchakato ulio sahihi na tunapata watu ambao wako sahihi. Lakini hilo nimeliweka wazi hapo. Sasa tutaweka wazi account number ya kuchangia, namba ya simu pia ya kuchangia kwa wale wote ambao watakuwa wamewiwa kuunga mkono juhudi hizi ambazo tunaendelea kuzifanya. Lakini kingine kikubwa ambacho tunaenda kukifanya mwaka huu, kwa mashabiki wengi ambao wamekuwa wakifuatilia na kutuunga mkono, wengine wanatamani kushiriki kwa kuchangia kwa namna yoyote ile. Sasa tumepata namna nyingine nzuri ya kuwafanya na wao wakumbuke kama walichangia. Unajua kuna mwingine anaweza kanachangia kitu afa akumbuki kama alichangia. Kwa hiyo tumetengeneza namna sahihi ya kuhakikisha kwamba wanaochangia wanakumbuka kama walifanya mchango au walichangia Wape Tabasamu kwa wakati fulani. Tumekuwa na jumbe nyingi ambazo watu wanatufikia wakituuliza mawili matatu, na wengine wakitaka hata jezi ambazo wachezaji wanazichezea. Sasa kwa muhula huu hatujawaacha nyuma. Jezi zitakazotumika msimu zitakuwepo sokoni. Jezi zitakazotumika msimu zitakuwepo sokoni. Kwa hii ni moja ya jezi ambazo zitatumika na mnaweza kuiona. Mkaangalia na quality yake jinsi ambavyo ipo. Hii ni jezi ambayo itakuwa inavaliwa na Team Dickson Job na itakuwa inapatikana sokoni. Lakini pia tutakuwa na jezi ya kibwana na jezi nyingine, na jezi rangi tatu ambazo zote zitakuwa sokoni. Kwa bei elekezi ya hizi jezi itakuwa ni shilingi 25,000. Bei elekezi ya hizi jezi itakuwa ni shilingi 25,000. Kwa leo tutatangaza ni maduka gani zinapatikana hizi kwa Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Kwa wale ambao wako katika mikoa mingine, basi atafanya utaratibu wa kutufikia ili tujue, ili au wajue na yeye anapataje mzigo wake. Kwa hizi jezi zitakuwepo sokoni kwa bei elekezi ya shilingi 25,000. Kwa kununua hii jezi maana yake utakuwa umeunga mkono juhudi, lakini pia utakuwa umechangia. Kwa kadri kila siku utakavyokuwa unaivaa hii jezi, utakuwa unakumbuka kama kwenye msimu wa mwaka 2025 au msimu wa 4 wa Wape Tabasamu ulichangia kiasi hiko cha pesa kwenye kuhakikisha lengo mama la kupatikana kwa bima za watu 500 linafanikiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, jezi hizi zitakuwa sokoni kuanzia leo hii na tutasema ni maduka gani jezi hizi zitakuwa zinapatikana. Asante sana. Kwa labda nikaribishe kama kutakuwa kuna maswali yoyote kutoka kwenu kwa hapa kwa ajili ya kujibia. Habari za mchana. Kwa mara nyingine tena ningependa na mimi kuchukua nafasi hii kwanza kujitambulisha kama ambavyo George amesema. Naitwa Faith Gugu, ni mkurugenzi mtendaji wa GSM Foundation ambayo ni taasisi tanzu ya GSM Group of Companies. Kama ambavyo wametutambulisha, sisi GSM Foundation sio mara yetu ya kwanza kusupport initiative hii. Tumekuwepo kwenye misimu iliyopita, lakini kipekee msimu huu sisi kama GSM Foundation chini ya GSM Group of Companies tumekuwa ni wafadhili wakuu wa initiative hii. Kwanza ningependa pia wakati huu kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana taasisi ya Wape Tabasamu Foundation. Kwa kweli wanafanya an amazing job. Nadhani sisi wote ni mashahidi kwa kile ambacho wamekuwa wakifanya kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii yetu. Sasa sisi kama GSM Foundation, nadhani wengi wetu ambao nadhani mtakuwa mmeona kazi ambazo tumekuwa tukizifanya, ambazo essentially ni kurudisha kama sehemu ya faida ya biashara ambayo tunafanya kupitia GSM Group of Companies, kurudisha kwenye jamii yetu kwa ajili ya kusaidia makundi mbalimbali. Na kama ambavyo amesema, msimu huu lengo kuu la mechi hii ya hisani
ni kukusanya fedha kwa ajili ya kutoa kugharamia matibabu ama gharama za bima kwa ajili ya makundi mbalimbali, hususan makundi ya wanawake pamoja na watoto 250 na watu wazima au wazee 250. Kwa hiyo kwetu sisi tumeona ni kitu ambacho hatuwezi kukaa kimya, hatuwezi kukaa pembeni, ni kitu kizuri na kinalenga kurudisha kwenye jamii yetu, na hivyo tukaamua kupitia bidhaa yetu mpya ya GSM Cola ambayo ni moja ya bidhaa ambazo zinatengenezwa na GSM Beverage Company, tuwe wafadhili ama tufadhili mechi hii ya hisani ili kuweza kurudisha kwenye jamii yetu. Kwa hiyo jamani, Job na bwana Msheri nawatakia kila laheri na Kibwana kwenye mechi yenu ya tarehe 7. Sisi GSM Foundation pamoja tarehe 6, sisi GSM Foundation pamoja na GSM Group of Companies tutakuwepo pale kuwatia joto na mabosi zetu pia watakuwepo. Kwa hiyo may the best man win, lakini kikubwa ni twende tukasaidie jamii yetu. Hongereni sana na asanteni sana.